Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Serikali ya mkoa wa Mtwara imeishauri Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI kuangalia uwezekano wa kutoidhinisha vibali vya uhamisho kwa watumishi wa umma wanaoomba kuhama vituo vyao vya kazi ndani ya mkoa huo kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utendaji kazi na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za mkoa kwa naibu waziri wa TAMISEMI Ruben Kwagilwa katika ziara ya kikazi mkoani humo. Kanali Sawala amesema kuwa uhamisho wa mara kwa mara wa watumishi ndani ya mkoa huo umekuwa ukisababisha changamoto za kiutendaji, ikiwemo kupungua kwa ufanisi, kukosekana kwa mwendelezo wa huduma na kuathiri utekelezaji wa mipango ya maendeleo katika ngazi za halmashauri. Kuna upungufu wa 42% ya watumishi. Hitajio letu ni 23,000 lakini waliopo wako 13,000, zaidi ya 9 ni upungufu. Na katika hili, to be sincere, pamoja na kwamba watumishi kuhama ni haki, lakini mkoa wetu umekuwa unaathirika sana. Kwa hiyo utajikuta hata ufanisi kwenye maeneo mbalimbali, kada mbalimbali kama elimu, afya na sehemu zingine inakuwa ni changamoto. Watu wengi wakishafika huku ni kama mkuja kuchukua check number. Baada ya muda si mrefu watu wote, kila idara wenenda sijui wapi, taasisi, ni changamoto kubwa sana. Kwa Mafia, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, nimemsimamisha mweka hazina kwa maana ya mkuu wa idara ya fedha, na nimemsimamisha afisa utumishi wa halmashauri ile. Leo niko Mtwara na nimetokea Tandahimba kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ya Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Nimemwelekeza mkuu wa mkoa kwa mamlaka aliyo nayo awatafute, awakamate na awahoji. Sio mahojiano wakiwa wamevaa suti, mahojiano kwa mujibu wa sheria ya mtu anayetuhumiwa kuiba. Nimeelekeza, nimekuja na nyamba, nimepata amana. Nitume ujumbe kwa wakurugenzi wote Tanzania nzima. Nitafika kila halmashauri kufuatilia miradi ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amepeleka fedha ili wananchi wakanufaike. Halafu kuna mtu anapindisha ili wananchi wasipate huduma. Anatengeneza taharuki ya watu kuilaumu serikali, kumbe kuna watu wachache ambao sio waadilifu. Hao tutashughulika nao kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Na mwezi huu wa 12 tunakwenda kuajiri walimu 7,000. Serikali imeboresha mfumo wa e-mrejesho ili kuimarisha uwajibikaji kwa kuwezesha wananchi hususa wa pembezoni kutoa maoni, malalamiko na pongezi kuhusu huduma za umma. Mfumo huo huunganisha moja kwa moja wananchi na viongozi wake, hivyo kuongeza uwazi na ufuatiliaji wa maamuzi. Kupitia moduli ya Sema na Kiongozi, mrejesho hukusanywa, huchakatwa na kufanyiwa kazi, hatua inayosaidia kubaini changamoto, kuboresha huduma na kuwawajibisha watumishi. Maboresho hayo pia yanaenda sambamba na maandalizi ya application itakayowezesha mrejesho wa haraka na wa wazi zaidi kama sehemu ya kuimarisha uwajibikaji serikalini. Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora imefanya marekebisho ya mifumo ikiwemo mfumo wa e-mrejesho ili kuwawezesha wananchi hususa walio mbali na maeneo ya ofisi hizo kutoa maoni na kama wana malalamiko, lakini wakati mwingine pia hata kama kuna pongezi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali na taasisi zake. Mfumo huu wa e-mrejesho unapatikana kwenye simu ya mkononi kupitia namba *152 *00 reli, kisha chagua 9, kisha chagua 2 na kisha mchagua tena 2. Mfumo huu kwa sasa utakuwa na moju ya Sema na Kiongozi, ambao wananchi wote wataweza kutoa mrejesho, yani maoni yao, na kama kuna malalamiko au pongezi, moja kwa moja kwa waziri mhusika, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au mtendaji wa taasisi yote ya umma, na kujibiwa ujumbe huo kwa SMS. Taarifa zitakazokusanywa kupitia mfumo huo
zitachakatwa na kutumiwa kuboresha huduma kwa wananchi. Maboresho haya yakienda sambamba na utengenezaji wa app ambayo itawezesha wananchi kutoa mrejesho wa haraka na wa uwazi ili kuimarisha uwajibikaji na majibu kwa serikali. Ni kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni kama interface, direct interface au linki na wananchi. Mwananchi hapo ulipo wewe unaweza ukatuma ujumbe wako kama una jambo ambalo hujaridhishwa nalo. Lakini sisi kama ofisi ya Rais Utumishi, yale maoni yote mnaopeleka, hata kama unapeleka Wizara ya Habari, sisi kama ofisi ya Rais Utumishi ambao tunasimamia mfumo huu tunayaona. Na tunapoona kwa sababu sisi moja ya jukumu letu katika instrument yetu ni kusimamia utumishi wa umma, maana yake kwamba hii itatusaidia sisi pia tunapojadili jinsi ya kurekebisha au kuboresha utumishi wa umma, basi itakuwa ni sehemu ya mwanzo ya kuona kwamba kuna maeneo yamelalamikiwa sana katika wizara fulani au katika eneo fulani. Kwa hiyo kutokea hapo sasa yale maoni yenu tutayachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nataka nikuhakikishieni wananchi kwanza, mfumo huu ni mfumo wa kweli. Sio mfumo wa kusema kwamba tunaandika tujibiwi. Na manake pia hata kama kuna kiongozi yoyote katika taasisi yote hato kujibu, sisi kama utumishi pia tutaona na wajibu wetu sisi kumwambia kwamba bwana, katika eneo lako kuna maswali mengi, tunahitaji uyajibu, kwa sababu tunataka serikali ambayo iko active, serikali ambayo inaweza kuwa saa zote inazungumza na wananchi wake, na hayo ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi tunatekeleza. Na sasa ni habari za biashara. Vijana wa kikundi cha Fikra Pevu kinachofanya shughuli zake katika mitaa ya Migongo mkoani Mtwara wameanza kunufaika kiuchumi kupitia biashara ya kuchakata plastiki chakavu, hatua inayowezesha uzalishaji wa kipato sambamba na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa kijani. Kupitia mpango huo, vijana hao wamekusanya na kuchakata taka za plastiki kabla ya kuziuza kwa wazalishaji na wafanyabiashara wanaozitumia kama malighafi, hatua inayowaunganisha moja kwa moja na mnyororo wa thamani ya uchumi na uwekezaji. Uongozi wa kikundi hicho unaeleza kuwa mradi huo umefungua fursa za ajira kwa vijana wasiokuwa na ajira rasmi, kupunguza utegemezi wa ajira za kuajiriwa na kuongeza mapato ya kaya, huku pia ukichangia kupunguza kwa gharama za usafi kwa mamlaka za miji. Lengo kuu la hichi kikundi ilikuwa kwanza ni usafi wa mazingira, lakini pia kujitafutia kama vijana. Kutokana na hizi biashara ni fursa, na tukaona kwamba hii ni fursa, tukatengeneza kundi, tukaanza kufanya hii biashara. Jamii ilituona kama tunacheza. Pia tumeajiri vijana takriban kama 10 kwa ajili ya kutusaidia hizi kazi, kwa sababu tuna mizani takriban kama 7 hivi ambayo tunaipimia mizigo. Ikishafika hapa, yani vikishafika hapa hizi plastiki tunakuwa na hatua ya kuzichakata, yani kuzichakata kwamba tunachamvua kila rangi tunaweka sehemu ya kwake. Kwa hiyo ukishachagua zile rangi, na katika usagaji kule unasaga kwa rangi tofauti tofauti. Tulipata changamoto ya wafanyakazi katikati hapa, mara anakuja anarudi. Pia changamoto kuto kupata mizigo. Mwanzoni tulipata changamoto kubwa kwa sababu kwanza mitaji ilikuwa midogo, lakini pia tukuweza kuwa na mashine. Hivyo basi kupitia mikopo hii ya serikali ya wajasiriamali wadogo wadogo tukapata mkopo wa halmashauri, mpaka leo tumeweza kufanikisha kuwa na mashine yetu. Tuhitimishe na habari za kimataifa. Kundi la waasi la M23 linalodaiwa kujiandaa kupanua mashambulizi yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inayoongeza wasiwasi wa kiusalama katika ukanda wa Maziwa Makuu. Taarifa hizo zinajiri kufuatia kudhibitiwa kwa mji wa Uvira, mji wa pili wa ukubwa katika Kivu Kusini, wiki iliyopita. Tukio linalotajwa kuwa na athari kubwa kwa mwelekeo wa mapigano na usalama wa raia katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kupanuka kwa operesheni za M23 kunaweza kuongeza shinikizo kubwa kwa mataifa jirani, hususa kupitia wimbi jipya la wakimbizi, misukosuko ya kibiashara mipakani na changamoto za kiusalama zinazovuka mipaka ya kitaifa. Katika muktadha huo, Tanzania imethibitisha kupokea wakimbizi 52 waliokimbia machafuko yanayoendelea mashariki mwa DRC,
Serikali imesema hatua za kibinadamu na za kiusalama zinaendelea kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa za ulinzi na wakimbizi. Mashirika ya kikanda na kimataifa yanaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, mazungumzo ya kisiasa na juhudi za pamoja za kulinda raia, huku tahadhari ikiongezeka kuhusu athari za muda mrefu za migogoro kwa uthabiti wa Afrika ya Kati na Mashariki. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.